Mashirika ya ndege ya bei nafuu yani budget airlines mara kwa mara hujaribu njia mbalimbali za kupunguza gharama, iwe ni kwa kuondoa chakula ndani ya ndege au kutoza ada za ziada kwa mizigo ya mkononi. Sasa inaonekana wamepanga kuchukua hatua zaidi kwa kuanzisha viti vya kusimama tu ndani ya ndege. Kwa mujibu wa gazeti la Euro Weekly News, baadhi ya mashirika ya ndege barani Ulaya yanapanga kuondoa baadhi ya viti vya kawaida ili kuvibadilisha na viti vipya vya kusimama vinavyoitwa Skyrider 2.0. Viti hivi vinafanana na kiti cha baiskeli na ni toleo lililoboreshwa la wazo la awali lililowasilishwa mwaka 2018. Viti hivyo vipya vimeundwa kwa namna ambayo abiria watalazimika kuwa katika mkao wa kusimama kwa nyuzi 45 badala ya kukaa kabisa. Viti hivyo vimeripotiwa kukidhi viwango vya usalama na huenda vikaanza kutumika kufikia mwaka 2026. Habari njema ni kwamba nauli zitakuwa za bei nafuu sana, ingawa bado bei rasmi hazijatangazwa. Hata hivyo, abiria hawatakuwa wamesimama, bali pia watakuwa na nafasi ndogo sana ya miguu. Kwa kawaida kiti cha kawaida cha daraja la uchumi huwa na nafasi ya inchi 30 kati ya viti, lakini Skyrider itakuwa na nafasi ya inchi 23 pekee. Viti hivi vya kusimama viligonga vichwa vya habari mwaka 2018, vilipoonyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye maonyesho ya Aircraft Interiors Expo huko Hamburg, kama suluhisho la kupunguza matumizi ya nafasi ili mashirika ya ndege yaweze kubeba abiria wengi zaidi kwa wakati mmoja. Toleo la kwanza la Skyrider lilitengenezwa na kampuni ya Kiitaliano iitwayo Avio Interiors na ilikuwa ya kuinama zaidi kuliko kiti cha kawaida na iliwalenga abiria kujitegemea badala ya kuketi kabisa. Mwaka 2019 Avio Interiors walikadiria kuwa mashirika ya ndege yangeliweza kuongeza idadi ya abiria kwa 20% kwa kutumia viti hivyo. Katika tamko lao, kampuni hiyo ilisema mabadiliko katika soko la safari za masafa mafupi yameifanya Avio Interiors kuendeleza muundo mpya wa Skyrider. Hata hivyo, viti hivyo havitafaa kwa safari ndefu kwa sababu abiria hawataweza kusimama au kuinama kwa muda mrefu sana. Licha ya changamoto hizo, viti hivyo vina faida kadhaa, kama vile kuongeza idadi ya abiria kwenye ndege moja, jambo ambalo linaruhusu mashirika kuuza tiketi zaidi. Vile kiti hicho kipya ni chepesi kwa 50% kulingana na kiti cha kawaida na kina vipande vichache, hivyo kurahisisha matengenezo. Ingawa baadhi ya abiria huenda wakaweza kuvumilia kutokaa vizuri kwa muda mfupi, viti hivyo vimepokelewa kwa ukosoaji mkubwa tangu vionyeshwe hadharani. Katika chapisho la Instagram mwaka 2018, kampuni hiyo iliweka picha ya viti hivyo na watu wengi walikosoa. Mmoja aliandika, "Aliyebuni viti hivi anapaswa kusafiri kwa kutumia viti hivi tu maisha yake yote." Mwingine alisema, "Nitapanda treni maisha yangu yote kama nyinyi mtaanza kutumia mateso haya." Viti hivyo pia viliitwa vifaa vya mateso na visivyo vya kibinadamu. Avio Interiors si ya kwanza kufikia wazo la kiti cha kusimama. Mwaka 2003, kampuni ya ndege ya Airbus iliwahi kuchunguza uwezekano wa kutengeneza kiti cha kusimama, lakini waliamua kuachana na wazo hilo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.